This is Jay the Truth Show. Show ambayo inatoka hapa mtaa wa Majengo Mashimoni. Show ambayo minajili na sababu yake ya kufomiwa ni ili kubadilisha society, ili society iweze kuwa mahali tajika. Leo kwa show yetu tuna mgeni maarufu, kijana, si mzee ila kijana ambaye ako katika biashara kwa miaka 2, ambaye ako katika biashara ya PlayStation, almaarufu PlayStation, ambayo ni ya kucheza game katika televisheni. Nimeweza kumkaribisha ili akaweze kuelimisha kidogo kuhusu biashara na changamoto za biashara na jinsi mtu anavyotoka katika changamoto na jinsi atakavyosonga mbele. Mie ni host wako Brian Njero aka Jay the Truth Show. Acha nikaweze kumkaribisha mgeni wetu almaarufu Mwasi, aweze kutueleza yeye ni nani, anafanya nini, anatokea wapi, amekuwa katika anachofanya kwa miaka ngapi. Asante sana, karibu sana mgeni wetu. Kwanza swali la kwanza, ningependa uweze kueleza watazamaji kwamba Mwasi ni nani, kuzaliwa, kulelewa, waeleze kuhusu. Kuzaliwa ni hapo Pumwani, kulelewa ni mzaliwa wa Pumwani, kulelewa Gikomba kama mlivyosikia. Na watu wanakuita aje? Ujatuambia watu wanakuita aje? Sema ndio ili watazamaji wasikie. Jina fupi ni Mwangi, kwa mtaani ni Mwasi. Jina Mwangi, jina ya mtaani Mwasi. Na asol gani unafanya huko upande wa Gikomba ili uweze kujikimu mahitaji yako ya kimaisha kusonga mbele? Isipokuwa kama inaweza kuwa broker, sasa zile huko hapa kila siku ndio PlayStation inauzia watu nguo, viatu, kofia. Na je, ni kwa muda gani au muda wa miaka ngapi umekuwa katika biashara hizo ambazo unazungumzia? Nilitola after COVID. So hiyo ni mwaka 2019. So umekuwa katika biashara kwa miaka 7 sasa. Na ni nini ilikutuma ili uweze kuwa mtu wa kutafuta lishe? What pushed you into asking? Mbona kukaa bure, pesa ingie kwa mfuko, pesa ingie kwa mfuko. Swali nyingine, je, ulimaliza shule? Niko na ulimalizia kidato cha 4? So ni graduate wa form 4, amemaliza shule vyema hadi ako na living certificate. Na je, ulipokuwa ukikua, yani ukikuja kuwa mtu mzima, je, hii wakati ulipo unakuwa, ndoto yako ilikuwa katika maisha kufanya nini au kuwa nani? Ndoto yako kutoka utotoni ilikuwa mwanabiashara. Na nikakuuliza katika hiyo wasoli yako kwa hiyo miaka 7, je, ni siku gani imekuwa ngumu sana kwako, kama unaweza ikumbuka hiyo siku? Siku ambayo ni ngumu ni sema stima imepotea hapa. Kuna wateja hautaingiza kitu usiku. Nasema siku ya kuna kwa biashara siku kama magonjwa, kama hizo. So siku ambayo umekuwa na shida ni siku ambapo hakuna stima, wakati wa maandamano,
na wakati wa holiday. Na je, ushaienda nyumbani na sufuri? Ushaienda nyumbani na sufuri? haiko sana. Nafikiria nikuenda vizuri. Kuna siku kwa hivyo ushaienda nyumbani na sufuri kwa ukamilifu, ukatoka biashara yako ukaenda nyumbani bure. Umekaa katika biashara mchana kutwa na ukaenda nyumbani bure. Huwezi enda bure hivyo. So kwa ufupi hakuna siku ushaienda bure. Aje, kwa hiyo siku ambayo biashara ni mbaya, je, ulienda na ngapi nyumbani? Yani the lowest amount ambayo katika wakati biashara yako iko vibaya kabisa, the lowest amount yenye unaweza enda nyumbani ni kama ya 500. 500, hiyo ndio siku mbaya. Na siku nzuri nauliza. kuona So kuna uwezekano wewe kutoka na 1500 katika biashara yako, basi biashara yako inakulisha. What is one thing people don't understand about hustling? Ni nini watu hawajui kuhusiana na biashara au kutafuta riziki? hustling ni venye utatreat ule customer wako, uhusiano wako na customer. Uhusiano wako na customer ndio muhimu na wengi hawajui. Have you ever wanted to quit? Katika muda huu wa miaka 7, kuna siku yoyote ambayo ulitaka kuweka katika biashara yako au kutupilia mbali biashara? Sema huwezi quit na kuisha. So inakuwa ni kwa hivyo ni kujipa tu moyo hata wakati hali ni mbaya. Je, do you feel leaders care about hustlers? Viongozi wanawajali wanaotafuta riziki? Viongozi kutoka kwa msimamo wako, ukiona viongozi wanawajali wanaotafuta riziki? Kwa hivyo viongozi, kuna mahali viongozi wametenga wanabiashara kwa sababu viongozi wanaweka mambo ya kuchukulia sana kutoka kwa wafanyikazi zaidi kuliko jinsi wafanyikazi wanavyoingiza. Na je, nikakuuliza unajiona wapi miaka 5 zijazo? So unajiona ukiwa mtu wa biashara? Je, ni nini inakufanya usonge mbele? Unajua mtu ndio asonge mbele mpaka kuna jambo inayomsukuma kusonga mbele. Kwa upande wako ni nini inakusukuma usonge mbele? Kila asubuhi unaamka unakuja katika biashara, kila jioni unaenda ukiwa umechoka, lakini unasema kesho inshallah ndaamka nifanye biashara. Nini inayokusukuma usonge mbele? Naomba Mungu. Na je, ni ukweli gani ambao watu wanastahili kuheshimu? Ukweli ambao watu wanastahili kuheshimu katika biashara? Kwa hivyo katika biashara watu wanastahili wakubali kuna hasara na faida. Na je, nikakuuliza swali, katika kipindi hichi ambacho ulikuwa shule mpaka kufikia biashara,
ili mtazamaji wetu ajue shida, ajue maisha si yeye peke yake magumu anayopitia, si kwamba ni yeye peke yake anapitia. Je, ni changamoto gani umepitia katika maisha yako mpaka siku ya leo ambazo zimekufikisha hadi ulipo siku ya leo? Lazima uzifikirie vizuri juu ukiacha hivyo kwa hivyo changamoto moja ni hizi. Kwa hivyo ukilegea kazini utarudi kuanza upya. Na suluhisho kwa hizi changamoto ambazo zimekukumba na zinaendelea bado kukumba, kwa sababu changamoto ni kitu ambayo unaamka nayo na tunalala nayo ndio. Je, ni suluhisho gani ambayo umejitengea wewe mwenyewe au umetafuta ili ukaweze kusonga mbele? Nafunga biashara ya masaa. Na je, katika mtaa wako kuna mtu ambaye amekushawishi au amekufanya ukakuwa mahali uko siku ya leo? Hawa mamenta wako au waliokushawishi, ukiwaangalia leo walipo na wewe ulipo, unaweza jipokea na lakini leo unaweza sema uko mahali pia wewe, so bado unazidi kusonga. Swali lingine, na hivi leo biashara yako ishinde hiyo, lakini uswali hii biashara yako itaanguka kabisa, itaanguka kwa sababu katika somo la business maarufu business, watu funzo kuwa mwanabiashara ni mtu ambaye hata anguke kwa shimo atarudi kesho kwa hiyo biashara. Je, hii biashara yako itaanguka siku ya leo, uione ni haiwezi songa mbele hata hatua nyingine? Je, uko na ule moyo wa kurudi kuendeleza, au wewe ni mmoja wale ambao wanasema haikuwa unaenda so unawashawishi wanabiashara wote wawe na insurance ili waweze kujikinga dhidi na madai. Na je, hivi leo biashara yako ikafanikiwa, ni nani utakayempa mkono wa kwanza kumwambia shukrani, biashara yangu imesonga? kwanza ni Okay, as you have seen, huyo alikuwa guest wetu, anaitwa Mwangi almaarufu Mwas, anatokea mtaa wa Majengo, amezaliwa Pumwani, kalelewa Gikomba au Mashimoni, kijana wa hapa, kijana ambaye amejiunga na biashara hapa na pale. Si eti ni mtu wa biashara moja. Kama tumemwelewa vizuri, ametupa siri 3 ambazo ningependa kuwaambia kabla sijamaliza. Siri hizi ni kwamba moja ya hayo siri ni mwanabiashara astahili kuvunjika moyo. Siri nyingine ni mwanabiashara unastahili ujipange dhidi ya majanga, kwa sababu majanga yatatokea. Siri ya 3 ametuambia ni uwe mtu wa shukrani. Amesema yeye hata akafanikiwa siku ya leo, watu wakaanza ambao watawapa shukrani ni wale ambao wamesimama na yeye katika dhiki na faraja, ambao ni customers wake, ambao wako hapa kila siku kucheza michezo na PlayStation, wako hapa kucheza wako naye biasharani huko Gikomba wakati hakuna stima, kununua mavazi au vyombo au viungo ambavyo anaviuza pale Gikomba. Pia ametuweza kutuelimisha kuwa
licha ya changamoto ya maisha, usije ukavunjika moyo. Wewe kijana, ni kijana mdogo, hajafikisha miaka 30, kijana wa miaka 25, kijana wa miaka 25, na amekuwa katika biashara kwa miaka 7. Amekuwa katika biashara kutoka akiwa miaka 18. Hiyo ni mwaka wa 2019. Hii ni baada ya kumaliza kidato cha 4, akatoka akaona maisha haimngojei yoyote na maisha haina rafiki. Akaamua kujiunga katika biashara na kusonga na maslahi yake ya kimaisha. Hivi leo tunavyoongea na yeye ni kijana hitajika katika mtaa wa Majengo. Ni kijana ambaye vijana wakiitwa naye pia atapokea simu, waulizwe kijana mwenzetu uko wapi? Hii ni ushawishi kwa vijana wote. Usivunjike moyo, usikufe moyo. Ipo siku yako ikifika utang'aa. Hayo ni maneno ya J The Truth Show. Brian Jero, I was your host Brian Jero. Songe pamoja, tugrow pamoja. Follow, like, subscribe.